hivyo utaona kama akida hii au imani hii ya albadaa hasa inayowahusu wanadamu, kwamba walikuwa hawajui jambo kabla ya Mwenyezi Mungu kulidhihirisha. Sio kwamba Mwenyezi Mungu akawa hajui jambo akaja akajua baadaye, kama matapishi ya kiwahabi na mikisalafi fahamu zao finyu zinavyodhani. Kwa hivyo albadaa fi mustalahi ulama alaqaid alislamia inazungumzwa kuwa ni hivi: bada lillahi fi amrin badaan ay dhahara lahu fi dhalika al-amr ma kana khafiyan ala al-ibad, kalidhihirisha jambo ambalo lilikuwa halijulikanwi na wanadamu. Naam, wa akhtaa man dhanna anna al-maqsuda min bada lillahi fi amrin badaan jadda lahu fi dhalika al-amr ghayra al-amri alladhi kana lahu qabla al-bada. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Bwana wewe, sio kwamba walimdhirikia Mwenyezi Mungu jambo ambalo lilikuwa halijui. Hakuna kitu hicho, huo ni ukafiri. Sasa ukiueleza ushia wa aina hiyo, hata mimi ambaye ni shia, ushia huo siukubali akhi. Maana ukafiri unapindua mafuhumu ya badaa, kwa sababu akili yako haina uwezo wa kufahamu nini maana ya akida hii ya albadaa. Tutaieleza hapa insha Allah ili wanaukumbi waweze kuifahamu nini hasa maana ya albadaa. Kwa mfano, mshairi mmoja amesema, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid wa summiyat mu'jizat al-anbiya ayatan li'annaha alamatun ala sidqihim wa ala qudrati llahi alladhi makkannahum min al-ityan bitilka al-mu'jiza mithli 'asa Musa wa naqatu Salih kama ja'at fil aya 67 min surati ash-shu'ara au ayatu 73 min surati al-a'raf. Sasa ukisoma utakuta kwamba aya ni muujiza na aya pia maana yake ni kipande cha maelezo ya Qur'ani al-Karim, yani ni kama sentence ya Qur'ani al-Karim. Naam, tuende tuelezee maana ya albada kama ilivyoelezwa katika Qur'ani al-Karim. Naam, ndio maana yake maulama walipokuwa wakifasiri hii aya, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab, hawajawahi kuthibitisha kama Mwenyezi Mungu alikuwa jambo halijui na baada yake akalijua. Kwa mfano, kuna riwaya ya sahaba Ibn Mas'ud alikuwa akiomba dua hii akisema, Allahumma in kunta katabtani min as-su'ada fa athbitni fihim, ikiwa Mwenyezi Mungu, wewe Mwenyezi Mungu umeniandikia mimi kuwa katika watu wema, unanijua mimi kuwa ni katika watu wema, basi nibakishe katika watu wema. Wa in kunta katabtani fil ashqiya, ikiwa umeniandika na katika ilmu yako mimi nimo katika watu waovu, famhuni, nifute